Kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu kwamba tumefika salama katika ziara yetu ya kuja Arusha, lakini pia tumshukuru Mheshimiwa Rais Mama Samia kwa kazi ambayo kwa anafanya katika sekta ya afya katika nchi yetu. Naamini kwamba maeneo mengi huduma zimewafikia wananchi kwa kiasi kikubwa sana. Lakini tatu, nimewapongeza sana Baraza la Madiwani la Arusha pamoja na uongozi mzima wa halmashauri ya jiji la Arusha kupitia mkurugenzi na watu wake na msaidizi na madiwani wake kwa kuamua kufanya jambo hili la kuwekeza kwenye hii mashine ambayo ni mashine ya kipekee ya kupima maradhi kwa ajili ya kupima saratani ya matiti upande wa kina mama na kina baba. Ni jambo kubwa ambalo wamelifanya, ni jambo ambalo kwa kweli huduma imewafikia wananchi. Hii ni kuunga mkono juhudi za serikali, kuunga mkono mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha mwananchi wa Tanzania anafikiwa na huduma pale alipo. Kama ambavyo tunajua zamani huduma hizi kwa zinatoka katika hospitali, kama mfano mtu wa KCMC aende au aende Seriani kwa gharama kubwa, lakini leo huduma zimemfikia mwananchi pale alipokuwa chini katika kituo cha afya cha Kaloleni. Yaani kwenye kituo cha afya umeweza kuwa kitu kama hicho, kwa kweli ni jambo kubwa, jambo zuri. Mimi niwapongeze sana, na naamini hapa kama ambavyo tumeambiwa kwamba gharama yake ni nafuu tofauti na katika hospitali za private, kwa sababu kwa private tumeambiwa 200,000 mpaka 150,000, lakini hapa mwananchi anachangia shilingi 80,000, na kama na bima ya afya basi bima ya afya yake inafanya kazi. Kwa hiyo ni jambo kubwa, jambo zuri sana, ni jambo ambalo kumunga mkono Mheshimiwa Rais. Sisi tunaunga mkono, lakini pia vile na sisi tunachukua hii kama changamoto kwenye maeneo yetu, kwenye mkoa wetu wa Mbeya, katika halmashauri zetu zote 7 tunachukua kama changamoto, kwa sababu niko na wenye viti wote. Mimi kama mwenyekiti wa halati mkoa niko na wenye viti wote na wajumbe wa kamati halati mkoa. Kwa hiyo tunachukua hili kama changamoto na sisi kwenda kulianzisha kule kwetu, ili tuone namna gani na sisi tunaweza kufikisha huduma hii kwa wananchi wetu, kupata mashine kama hizi ambazo kupitia mapato ya ndani kama ambavyo mfanya Arusha, basi na sisi tutakiwa kufanya ili mwananchi apate huduma na ajue kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi inatekeleza ilani na inamjali kila mwananchi kumfikia huduma pale alipo. Asante sana, Mwenyezi Mungu akubariki. Mstahiki Meya wa jiji la Mbeya ambaye ni mwenyekiti wa ALAT mkoa wa Mbeya, nikukaribishe katika kituo chetu cha Kaloleni. Kwa majina naitwa Dr. Anna Simon Kimaru, ni mganga mfawidhi wa kituo cha afya Kaloleni kilichopo katika jiji la Arusha. Niwashukuru kwa kuja kututembelea, na miongoni mwa shughuli niliyopewa ni kuitambulisha rasmi kipimo chetu hiki cha kupima magonjwa yanayoambatana na matiti ambacho kitaalamu kinajulikana kama mammogram. Kipimo hiki tulikiweza kukiweka katika kituo chetu hichi ni kama miezi 4 sasa toka tumeweza kuweka, lakini tumeona matokeo makubwa ya uwepo wa kipimo hiki. Tulikiweka kipimo hiki baada ya kugundua kwamba tunapata wagonjwa wengi hasa wanaokuja kuwaona madaktari bingwa wenye matatizo yanayoambatana na ambayo yako kwenye matiti, ikiwemo saratani ya matiti. Kwa hiyo wakati huo hawa walikuwa wanaenda kupata huduma kufuata kipimo hichi Moshi, na wengine walikuwa wanaenda kwenye hospitali binafsi. Kwa hiyo tukaona basi nasi kwa vile tunaweza kufanya utaratibu wa kuweza kupata mashine hii, tukafanya taratibu hizo na hatimaye tukaweza kuipata early January. Toka tumepata tuliweza kupima wagonjwa zaidi ya 180, lakini kati yao katika muda huo mfupi ambao tulifanya mass screening ya siku 3 tuliweza kuwagundua kina mama 37 wenye viashiria vya saratani ya matiti ambao tuliweza kuwaunganisha kwenda kwenye huduma mwendelezo kwenye sehemu ambazo wanazaa wakasaidika mapema. Baada ya upatikanaji wa kifaa hiki na kuona matokeo ya nini tumekiona, sasa hivi tunapeleka nguvu kubwa sana kwenda kufanya uhamasishaji kwenye jamii, tukiamini kwamba bado kuna wengi zaidi ambao wapo kwenye jamii bado hawajajua umuhimu wa kufanya uchunguzi kabla ya ugonjwa haujawa mkubwa. Kwa hiyo tunakwenda huko. Lakini kingine ambacho kina utofauti kidogo kwenye hii mashine, ndio maana hata gharama yake imechangamka kidogo. Utofauti wake ni kwamba hii tunaita ni 3 dimension mammogram,
Yani tunapokuwa tumeweka hapa titi kwa ajili ya kipimo, mashine hii ina uwezo wa kuzunguka na kutoa picha katika degree zaidi ya 180. Lakini vile vile pale ambapo itakuwa imekutana au kwenye ziwa tumekuta kuna uvimbe, mashine hii akiwa ni mtaalamu bingwa ana uwezo wa kuchukua specimen au kwa lugha ya kitaalamu tunaita specimen, lakini kuchukua kinyama au kuchukua tishu ama vipi kwa ajili ya kwenda kufanya kipimo ili kuconfirm kama kweli ni saratani au la. Kwa nini tunafanya hivi? Hii ni kwamba hizi saratani za kwenye matiti unaweza kusaidika mapema sana. Wengi wao ukishamwambia tu kwamba tumeona kitu fulani, tayari anaanza kupata wasiwasi. Lakini kama tukisha kugundua mapema na ukaweza kwenda kupata huduma mapema, unaweza kusaidika mapema. Yani watu wasikae kusikia hofu, kwa nini niende, kwa nini nifanye hivi. Hii tumeleta kwa ajili ya kusaidiana. Na ndio maana hata jiji la Arusha imeweka gharama elekezi, kwa sababu sehemu ya malipo haya yanafanyika na serikali. Ndio maana imewekwa gharama nafuu sana kwa ajili ya kutoa huduma hizi. Gharama ya mashine hii ni zaidi ya milioni 300, ambayo kwa nini imekuwa hivyo ni hiyo uniqueness niliyokuwa nimeisema ya utofauti wa mashine hizi na zingine latest versions zilizokuwa zimepita. Lakini ukiacha mashine hii, pia katika kituo chetu wamewekeza vifaa vingine zaidi, ambavyo tuna mashine ile kwa ajili ya ugunduzi wa pua na koo na kuangalia kwa ndani nyuma ya koo, ambayo tunaita ni ENT diagnostic machine, ambayo pia hii tumeona tunapata wageni wanatoka Kenya, wanatoka Zambia kwa ajili ya kuja kupata matibabu. Kwa hiyo kwetu sisi tukaona huu ni utalii wa kimatibabu. Lakini vile vile tuna mashine ya endoscopy ama gastroscopy, ambayo tulitarajia kwa sehemu zingine vitu hivi uvikute kwenye hospitali za juu ama vipi. Lakini kwa nini tumeona twende tofauti kidogo? Kwa sababu ya wingi wa wateja ambao wanahudhuria hapa wenye matatizo tofauti, na tayari tuna madaktari bingwa ambao wanahudhuria hapa na ambao jiji lenyewe limeamua kuwaweka na kwa mkataba ili waweze kutusaidia. Sasa tukaona namna nzuri ya hawa madaktari wetu kufanya kazi vizuri ni pamoja na kuwawezesha katika vifaa tiba. Ndio maana jiji limewekeza kwenye hiyo. Kwa hiyo wanapokuja kufanya kwenye magonjwa hao ya ENT ama pua na koo, wanaweza kupata hicho kipimo. Lakini wa magonjwa ya ndani pia wanaweza kupata hicho kipimo cha endoscopy. Lakini hivi karibuni tumeleta tena mashine ya tunaita ni OPG mashine. Hiyo ni kwa ajili ya kuangalia taya la meno, ambayo uwezo wake ile ni mkubwa kidogo, sababu unaweza kaangalia taya la juu na la chini na ukaweza kumpa huduma stahiki mteja ambaye anakuja wenye shida ya meno. Hiyo inasaidia kwa sababu hasa kwenye hizi ajali za barabarani wengi wanaumia katika maeneo haya. Kwa hiyo huwezi kujua kwa juu huku nini kimetokea, lakini kama una ile OPG mashine moja kwa moja itakurahisishia. Lakini vile vile mfano labda mtu ameenda kupata huduma huko ya kung'oa jino, labda jino likakatikia. Anajua kabisa kila kitu kimeisha, lakini maumivu hayaishi. Tunapoweza kupima ile x-ray tunakuta labda kuna kipande kimebaki, au tunajua hiki kifanyikeje hivyo. Lakini kuna yale meno ambayo yameota vibaya, huyaoni juu, lakini chini ukifanya ile x-ray unayaona. Kwa hiyo wote hawa wanaweza kusaidika mapema. Kile ambacho tuna uwezo wa kufanya tunafanya, lakini kile ambacho kinahitaji specialist kuona tunamrefer katika mahali husika aweze kwenda kusaidika mapema. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna swali liliulizwa kuhusu upatikanaji wa fedha wa kununua mashine hizi na hizo zingine ambazo tumezitaja. Fedha hizi ni za mapato ya ndani, yani nikisema ni mapato ya kituo. Kituo hichi kimeweza kulingana na hizi huduma tunazotoa
tumeweza kukusanya kiasi cha fedha ambacho ndio hichi kinaendelea kufanya maboresho. Lakini pia pamoja na kwamba fedha hizi ni za kituo chetu hapa, lakini kuna usimamizi mkubwa wa kufuata zile taratibu na kanuni za matumizi ya fedha za serikali ambazo zinasimamiwa na halmashauri, ikiwemo timu hii ya jiji ambayo umeambatana nayo pamoja na mkurugenzi. Tunawashukuru sana kwa sababu bila support kutoka kwao unaweza ukapeleka ombi la 1 2 3 kisifanyiwe kazi, lakini tumepata ushirikiano mkubwa sana. Na sisi tunaahidi kwamba kwa hiki ambacho tumekiona na ambacho kinaendelea kutokea, kuanzia uongozi wote wa mkoa na kuendelea, sisi tutakwenda kutoa huduma. Tunahakika sasa sisi tuna deni kwamba tumeshawezeshwa hivi vyote tumekuwa navyo. Kwa hiyo sasa ni kazi yetu kutoa huduma, na niwakaribishe katika jiji la Arusha kwenye kituo chetu. Mnapokuja huku kwenye utalii huo na nini, mkipata changamoto ya kimatibabu, basi niwakaribishe katika kituo chetu muweze kupata huduma.